Wengi wamekuwa wakiuliza swali hili muhimu sana. Je, mwanamke anaweza kupata ujauzito mara tu baada ya kumaliza hedhi? Hili ni swali linalohitaji ufafanuzi wa kina kwa sababu linahusisha mifumo ya mwili ambayo hubadilika kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Kwa msingi wa kibiolojia, hakuna jibu la moja kwa moja la ndio au hapana kwa kila mtu, bali jibu linategemea mzunguko wa hedhi wa mwanamke, muda wa kutoka kwa yai, pamoja na uhai wa mbegu za mwanaume ndani ya mwili wa mwanamke. Wengi hupata wasiwasi baada ya kufanya tendo la ndoa katika kipindi hiki, wakidhani wako salama. Lakini uhalisia ni kwamba kuna uwezekano wa kupata ujauzito kulingana na mazingira ya mwili wa mtu husika. Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa mzunguko wa hedhi unavyofanya kazi. Mzunguko wa hedhi unaanza siku ya kwanza ya damu ya hedhi hadi siku ya kwanza ya hedhi inayofuata. Kwa kawaida, mzunguko huu unaweza kuwa kati ya siku 21 hadi 35 kwa wanawake wengi. Ndani ya mzunguko huu kuna hatua kuu mbili: hatua ya ukuaji wa yai, follicular phase, na hatua baada ya yai kutoka, luteal phase. Kitaalam, luteal phase mara nyingi huwa na siku 14 na hubaki karibu sawa kwa wanawake wengi, wakati follicular phase ndiyo hubadilika na kusababisha tofauti ya urefu wa mzunguko. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Bidhaa zetu zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania na nchi zingine. Na kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Jambo la pili muhimu ni kuelewa siku ya ovulation, ambayo ni siku ambayo yai hutoka kwenye ovary. Hii ndiyo siku muhimu zaidi kwa uwezo wa kupata ujauzito. Kwa mfano, kwa mwanamke mwenye mzunguko wa siku 30, ukitoa siku 14, unabakiwa na siku 16, ambayo ndiyo siku inayokadiriwa yai kutoka. Hata hivyo, si lazima iwe siku hiyo hiyo kila mwezi. Inaweza kuwa kati ya siku ya 14 hadi 18. Hivyo, kufanya tendo la ndoa siku chache kabla ya ovulation kunaweza kusababisha ujauzito kwa sababu ya uwepo wa mbegu hai. Kwa upande mwingine, mwanamke mwenye mzunguko mfupi, mfano siku 21 hadi 24, ana hatari kubwa zaidi ya kupata ujauzito hata mara baada ya kumaliza hedhi. Hii ni kwa sababu ovulation hutokea mapema sana, wakati mwingine hata siku ya 7 au ya 8. Ikiwa hedhi yake inaisha siku ya 5 au ya 6 na akafanya tendo la ndoa siku chache baada ya hapo, mbegu zinaweza kukutana na yai mapema na kusababisha ujauzito. Hii inaonyesha kuwa wanawake wenye mzunguko mfupi wanapaswa kuwa waangalifu zaidi. Jambo jingine muhimu ni uhai wa mbegu za mwanaume ndani ya mwili wa mwanamke. Kitaalamu, mbegu zinaweza kuishi ndani ya mfuko wa uzazi kwa muda wa siku 3 hadi 5 kutegemea mazingira ya mwili. Hivyo, hata kama tendo la ndoa limefanyika siku kadhaa kabla ya ovulation, bado mbegu zinaweza kusubiri hadi yai litoke na kusababisha ujauzito. Hii ndiyo sababu kufanya tendo la ndoa mapema baada ya hedhi hakumaanishi kuwa hakuna hatari kabisa. Pia ni muhimu kufahamu kuwa si kila mwanamke ana mzunguko unaotabirika kwa urahisi. Kuna wanawake ambao mzunguko wao hubadilika kila mwezi kutokana na sababu mbalimbali kama msongo wa mawazo, mabadiliko ya homoni, lishe au magonjwa. Katika hali hii, ni vigumu sana kutabiri siku ya ovulation na hivyo kufanya kuwa hatari zaidi kutegemea njia ya kuhesabu siku kama njia ya kujikinga na ujauzito. Zaidi ya hayo, kuna hali ambapo mwanamke anaweza kutoa yai zaidi ya moja ndani ya mzunguko mmoja. Ingawa si kawaida sana, hali hii inaweza kuongeza uwezekano wa kupata ujauzito hata kama ulifikiri uko nje ya siku za hatari. Pia, baadhi ya wanawake wanaweza kupata dalili zisizoeleweka za hedhi au damu ndogo ambayo inaweza kuwachanganya na kuwafanya wafanye maamuzi yasiyo sahihi kuhusu siku zao salama. Kuhusu matumizi ya vidonge vya dharura P2, ni muhimu kuelewa kuwa hivi si dawa za matumizi ya mara kwa mara.
Vimetengenezwa kwa ajili ya dharura tu, kama vile pale ambapo kinga imeshindwa kufanya kazi au tendo limetokea bila maandalizi. Matumizi ya mara kwa mara yanaweza kuathiri mfumo wa homoni, kuvuruga mzunguko wa hedhi na kuleta madhara mengine ya kiafya. Hivyo, ni muhimu kutumia kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Kwa mtazamo wa kinga, ni salama zaidi kutumia njia za uzazi wa mpango zilizoidhinishwa kitaalamu kama vile kondomu, vidonge vya uzazi wa mpango, sindano au vipandikizi. Njia hizi hutoa ulinzi wa uhakika zaidi dhidi ya mimba zisizotarajiwa na pia baadhi hulinda dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Kutegemea makadirio ya siku bila uelewa sahihi kunaweza kusababisha matokeo yasiyotarajiwa. Ukweli wa kisayansi unaonyesha kuwa inawezekana kupata ujauzito mara baada ya kumaliza hedhi, ingawa uwezekano hutofautiana kulingana na mzunguko wa mwanamke na muda wa tendo na ndoa. Hakuna siku salama kwa 100% bila kutumia kinga. Hivyo, ni muhimu kwa kila mwanamke kuelewa mwili wake, kufuatilia mzunguko wake kwa umakini na kuchukua tahadhari zinazofaa ili kujikinga na ujauzito usiotarajiwa. Ushauri wa Naturemed Supplies kwa mtazamo wa kitaalamu unalenga kumsaidia mtu kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya yake kwa kuzingatia misingi ya kisayansi, kibiolojia na usalama wa mwili kwa ujumla. Kwanza kabisa, tunasisitiza kwamba afya ya uzazi na mwili kwa ujumla inahitaji uelewa sahihi wa jinsi mwili unavyofanya kazi. Ni muhimu kufuatilia mzunguko wako wa hedhi kwa umakini, kuelewa siku zako za hatari na kutumia njia salama za kujikinga na mimba zisizotarajiwa pamoja na maambukizi. Hii ni kwa sababu mwili wa mwanadamu hufanya kazi kwa mfumo wa homoni unaoweza kubadilika kutokana na lishe, msongo wa mawazo, mazingira na hali ya kiafya. Kwa msingi wa kibiolojia, mwili wa mwanamke unahitaji uwiano mzuri wa homoni ili kuhakikisha mzunguko wa hedhi unakuwa thabiti, ovulation inatokea kwa usahihi na mfumo wa uzazi unafanya kazi kwa ufanisi. Lishe bora yenye virutubisho kama vitamini, madini na kemikali asilia kutoka kwenye mimea ina mchango mkubwa katika kusaidia mwili kufanya kazi vizuri. Hapa ndipo tunapokuja sisi kama Naturemed Supplies, tukijikita katika tafiti za kisasa na maarifa ya tiba asili kuandaa bidhaa ambazo zinaendana na mahitaji halisi ya mwili wa binadamu. Bidhaa zetu zinaandaliwa kwa kuzingatia viwango vya hali ya juu vya usalama na ubora, tukichagua malighafi kutoka kwenye mimea yenye faida zilizothibitishwa kitaalamu. Tunazingatia mchakato mzima kuanzia uchakataji, uhifadhi hadi ufungashaji ili kuhakikisha virutubisho muhimu havipotei na bidhaa inabaki kuwa salama kwa matumizi. Lengo letu si tu kutoa bidhaa, bali kutoa suluhisho la kiafya linalomsaidia mtu kuboresha maisha yake kwa njia ya asili na salama zaidi. Ni muhimu kuelewa kuwa matumizi ya bidhaa za asili yanapaswa kuendana na uelewa sahihi wa mwili wako. Ndio maana tunashauri wateja wetu wasitumie bidhaa kiholela, bali wapate ushauri wa kitaalamu ili kuchagua kile kinacholingana na mahitaji yao binafsi. Kwa mfano, mtu mwenye changamoto ya mzunguko usioeleweka wa hedhi anaweza kuhitaji msaada tofauti na yule anayelenga kuboresha afya ya uzazi kwa ujumla. Hii inaonyesha umuhimu wa kupata mwongozo sahihi kabla ya matumizi. Katika Naturemed Supplies, tunajivunia kutoa elimu pamoja na bidhaa. Tunaamini kwamba mteja aliyeelimika ndiye anayefanya maamuzi bora zaidi. Ndiyo maana tunatoa maelezo ya kina kuhusu matumizi sahihi, faida zinazotarajiwa, pamoja na tahadhari muhimu ili kuhakikisha matumizi yanakuwa salama. Hatuwahamasishi watu kuacha ushauri wa kitabibu, bali tunasisitiza umuhimu wa kushirikiana na wataalamu wa afya pale inapohitajika. Kwa upande wa ushawishi wa kununua, tunakuhimiza kufanya maamuzi kwa kuzingatia uhitaji wako wa kweli. Kama unatafuta njia ya asili ya kuboresha afya yako, kuongeza nguvu ya mwili au kusaidia mfumo wa uzazi kufanya kazi vizuri, basi bidhaa za Naturemed Supplies zinaweza kuwa sehemu ya safari yako ya kiafya. Tunatoa bidhaa zilizotengenezwa kwa umakini mkubwa, tukizingatia ubora, usalama na ufanisi unaotegemea misingi ya sayansi ya mimea tiba. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kuwa matokeo yanaweza kutofautiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine kulingana na hali ya mwili, mtindo wa maisha na ufuatiliaji wa matumizi. Bidhaa zetu si dawa za miujiza wala hazilengi kuchukua nafasi ya matibabu ya hospitali pale inapohitajika. Badala yake, ni nyongeza ya kiafya inayoweza kusaidia mwili kufanya kazi vizuri kwa njia ya asili. Ushauri wetu wa kitaalamu kutoka Naturemed Supplies ni huu: fahamu mwili wako, fuatilia afya yako kwa karibu, tumia njia salama za kinga, zingatia lishe bora na chagua bidhaa unazotumia kwa umakini mkubwa.
Kama unahitaji msaada wa ziada wa kiafya kwa kutumia njia za asili, basi unaweza kuzingatia bidhaa zetu kama sehemu ya suluhisho lako ukiwa na uelewa, tahadhari na ushauri sahihi wa kitaalamu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.